Maximize your potential. Oui, asante sana bandugu yangu, bafane bangu bote partout dans le monde entier. Je tiens à vous remercier parce que c'est la première fois pour cette année. Yami tena kupanda ku plateau vike nina surprise ambayo nitamiletea leo. Tout d'abord avant de miletea surprise nitasema kama carrière ambayo tuko nayo c'est la carrière solo, on peut dire encore la carrière musicale. Ni carrière ambayo inaomba sacrifice. Si on parle de la sacrifice là-bas ni kafara, yani tutasema hivyo. Naomba mtu kujitoa kama vile kafara na kujipumone na kubose dire pour que a gagner, parce que dans la carrière solo tunaanza mbele na kupoteza, après tunapata baadaye. Kitu kia kwanza nitasemea hivi, leo hapa niko hapa na kuya kutambulisha msanii wangu wa kike mwe mnamuona hapa hivi ukote droite yangu hapa hivi. Nitasemea kuhusu jamii yetu ama entourage ama communauté, ke wakati mnapoona hii kazi tunayofanya tufanye kama sisi wote tuko bavoyu, tuko basharubaru ama tuko bavuta bangi ama tuko walevi, hapana. Muziki tunafanya kama vile biashara, kama vile mtu anavyofanya kuuza daga, anafanya commerce ya kuuza matelefone, c'est tout comme na muziki. Hii ni carrière ambayo ninayosemea hapa hivi, hii ni carrière. Na tutaomba sana jamii, wazazi, mtusaidie wa binti waje tupambane nao, sababu hatuwezi kupambana si wenyewe, na wa binti wanawezeshwa na mtu. Yani mwanamke hawezi lakini anawezeshwa. Akishawezeshwa donc mwanamke anafikia nini? Objectif yake mwa fulani. Msiseme ya kwamba no fia akianza kuimba anakuwa malaya, akianza kuimba anakuwa mulevi, hapana. Wakati fia anajitoa, hii ni kazi kama kazi zote, anakuwa mwanajeshi tu saa patati patata, anatafuta njoo kujibeba ye mwenye en charge. Leo na kesho tutarudia kwanza kwa imada puke ni mniweke wazi. Tunaishi na bafie bengine ambao hana kazi yoyote, lakini utamwona ufie kila fashion yote yangu ikitokea ananunua. Sasa unajiuliza mzazi yeye ile anatoa wapi? Sasa unaya anakuja hapa kujitoa kama vile kufanya kazi. Anapenda kujibeba yeye mwenyewe en charge sababu anayua comment la vie. La vie, on peut dire que c'est une épopée, c'est un théâtre que kila mtu acheze na sehemu yake. Na kitu kingine ambacho nitaomba, anaomba support yenu. Muda mwingi mko nisaidia nikiwa peke yangu, lakini hapa nimeshakuwa na charge. Charge ni huyu msanii wangu wa kike ambaye mnamuona hapa hivi. Na miomba jameni, mwote mnatufuata, wazazi, communauté par-ci par-là, partout dans le monde entier, kokote muko natufata kupitia siku ya leo. Huyu hapa nahitaji support yenu sababu gisi mulini support mimi dira hii miaka yote ambayo niko na moyo, na njoo taomba na yeye mumsaidie kumsupport. Na namuleta hapa mbele yenu huyu hapa hivi, na tamwacha hapa hivi ajipresente yeye mwenyewe sababu mimi sina na hiyo temps ya kujipresenter pali yake. Yeye mwenyewe anakinywa, ataongea, mtamsikia. Mama à vous l'antenne. Amjambo tena. Jina wanitaka Eliza, kui d'Angleterre, malikia wa Ufaransa. Lakini jina ndatumikisha ni Elisbi. Ni ile tu moya. Ya, mshamba elewi pale sasa. Natokea Kongo, sasa kisha alisema hapa. Na kwa msanii, ndoto yangu nakuwa kuimba sana. Tena sio hapa tu kufika mbali. Lakini kwa siapate ile chance. Juu familia ilikuwa nizunguka. Msanii anakuwa malala kwa mvuta bangi nini tusa. Lakini selo bazazi ndio kusema nasemaka. Lakini haikuwa kivile. So ndaweza penda sana wakakangu benye mnanizunguka. Munipatie support juu kuimba ni ndoto yangu. Naipenda sana, nilikuwa siapata tu ile ule mtu waku nini sijui anasemaka mtu mwenye atanisupport vile yani. Nilikuwa siampata. Mimi nashukuru Mungu gisi nampata, grâce à Dieu nampata, nafurahi sana. Ningebalomba tu munisaidie support. Niko mwenzenu Mkongomani. Usinibagui juu tunabaguana kasazi mwa mswazi aseme niko wa mwingine kabila nini bia vile. Ya niko Mkongomani bile bioti. Ndaweza penda muni support. Merci beaucoup. Asante sana. Yeah. Naona mnamfuata gise vya anatoka hapa mkujipresenter, mumuelewe c'est une fille banakoka na makapisa bwa masauti. Ya des fois si ni banaume ni tuko ba lion, tuko ba simba, mwanaume anangoroma, wakati mwanaume anangoroma inabidi atoshe sauti kama vile nani mwanaume. Anaomba support yenu.
ni msanii wa kike anatokea Kongo, ni mkongomani mwenzetu. S'il vous plaît. Les Congolais ni watu ambao wanasaidianaka sana, ni watu ya huruma sana. Anawa kufanya kazi, msimukonsidere muyo maadire yenu mwana considérer kama mtu sana no. Huyu akianza kuimba anakuwa malaya, anakuwa mvuta bangi négatif. L'exception ne manque jamais parce que c'est le cas exceptionnel qui confirme la règle. Il n'y a pas de règle sans exception. Et kwa hapa hivi anaomba support yenu. Nitaweza kuongea kwanza ka petite histoire kwa nilimtoa huyo hapa. Tulikutana na FB, aliniangalia kwa page yangu, akaniomba bwami, tusa tukaendelea. Na nikaona kama huyu mtu yuko serious mu mambo yako naongea. Akaniambia kama nono, mimi tafika pale Tanzania nikuone poke tufanye kazi. Napenda sana unisaidie sababu na mimi niko na hiyo reve ya mimi kuwa msanii mkubwa. Banasema kila siku kama kila mtu na kipaji yake inabidi ujitafute fasi ambayo peko nyota yako. Sababu ya des fois mnasemaka kama tunakombania maisha negatife. Maisha ndio natukombaniaka sisi ndio tujuaki wapi ambapo peko maisha yangu. Ndio pale ukiona mtu tutafuata mfano wa Konde Boy alikuwa kipaji yake kilikuwa ni mpira. Leo anakuwa msanii mkubwa. C'est tout comme na wewe unaweza kuwa huko mbia hivi lakini hivi vinakusaidia kukuletea donc ni etage ambayo inakusaidia kukureposer pale pour que ufike objectif yako fulani. Mimi hapa hivi nitaniambia sema no nilikuwa mwalimu. Kupitia mwalimu ndio nilisaidia mimi kuwa na jina. Nikajitupa mkarere solo ama musicale na jina langu inabaki kuwa vile vile profe. Juu parmi vous là kuna wazazi ambao wananipa heshima na mimi na felicite sana na mi remercier sana. Huyu hapa ni mtoto wenu ambaye anazaliwa leo. Anazaliwa mweka ya Nyarugusu. Mtoto akomalishiwi na mtoto mwenzake. Mtoto anakomalishiwa na mzazi. Sio kama unanielewa vizuri? Si mko unanielewa lakini. Tunakuelewa. Eske hapa mimi nalanda bongo? Au lande. Vraiment. Mimi niambia ke tusaidiane kusapotiana. Mumusaidie. Tusio na ubaguzi kisi alivyoongea. Akaniambia kama nitafika pale kempu, nikaona tu magandi surprise akafika. Nikaona sema mtu ana nini? Ana kitu ambacho kiko moyoni mwake lakini anakuwa anapata soutien, mnaita kama support. Lakini leo anapata support na ndio maana namuweka mbele yenu. Na sitoshi sana anaimba français. Hata mmoja mlisikia gisi kwa anaongea pronunciation yake MP Swahili, ka Kiswahili kaloko. Anaongea Kiswahili kaloko lakini anaimba Kiswahili. Hata ukikuwa na mwimbo wako wa asili wa lugha fulani, ataimba ni mwimbaji. Eske mimi nalanda tena pale? Au landa. Musani akuwaki mtu wa kukatala lugha yote. Lugha yote inabidi aongee. Baki kuandikia utaimba. Anaimba wa Kiswahili na nahitaji wale wote watapenda kufanya naye kazi eko disponible kufanya kazi. Sababu kuna prototype ambayo ninatosha naye. Prototype donc c'est un exemplaire. Premier exemplaire ambayo nimeshatoa naye na muone eko vizuri eko kitoko. Mutasikia na muwe tayari bintu biko nakuya. Biko deja mu depot abia funguliwa. Ça va? Ça va bien. Merci. Na labda hapo picha au Mwalimu Diki. Yeah. Tunataka tufahamu kitu kimoja katika uimbaji wa dada yetu hapa ambaye ndo tunakwenda kumbatiza siku ya leo. Voice. Labda anaimba style gani? Oui. Mimi nilimteste. Juu siwezi kubeba mtu bila kumpitisha kwenye test. Alipita kwenye testi, anaimba style zote. Afro Congo zile zinambaka zinosibi na rebolo wa Congo. Anapiga simusha neno hiyo nani? Anapiga rumba. Anapiga nani mutwash. Anapiga donc eko mbiote lakini hip hop ndio hawezi. Ni sitalanda bongo komedia bayama. Juu mtasema alisemaka kama anaimba hip hop hapana, hawezi hip hop. Ima stile zote za R&B za malove na ukisikia sauti yake mwamusha muelewa hapo anaiachia avec sentiment avec hisia. Eko free anafanya kwa hiyo kazi lakini a l'exception ya hip hop tu hawezi. Style zote ukikuwa naye anapiga. Moja ya kitu ambacho nataka nijue hapo kuhusiana na upande wa familia kwa sababu umesema kwamba wewe umekutana naye kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook. Kwa upande wa familia baada ya yeye anaandaa safari kuja huko. Wewe kama mtu ambaye umemuita huku ili muanze kufanya kazi. Ulizungumzaje na familia na wakakuelewa mpaka wakaruhusu kwamba yeye ni mtoto wa kike aje huku Tanzania kuja kufanya na wewe kazi? Acha kwanza niweke wazi, huyu ni mkimbizi. Okay. Yaani mkimbizi alikuwa kule kwa masomo, ni etudiante, mshanielewa maana mwanachuo, sawa? Ya wakati ambapo aliniambia nono pale mi Tanzania njoo kwetu nilikuwa huko kusoma.
Sasa inabidi nikudi nikaongea na familia yake ambayo inaishi hapa hivi. Bakasema no. Ni mtu ambaye ashakuwa deja responsable, ashapitisha deja 18 ans. Juu kubenzetu bazungu kishapitisha deja miaka 18 hata kwetu. Uko na mili possibility ya kubamba maamuzi yako. Niliongea na familia, tukaelewana, bakaniletea masharti. Kama nono mtoto wetu ambao unatafuta kufanya kazi, inabidi kiwe 1 2 3 taratibu. Nadhani hata manager wangu anajua hapa niko naongea na anaelewa kila kitu kyote. Eko kwenye contrat, yani mkataba je peux dire. Eko kwenye contrat na sisi balituletea contrat, masharti moya magumu lakini tulipambana nayo. Baka tulibere akafika. Na ikisha kufika hapa hivi na ndio maana eko kwenye ulinzi mkali sana. Na tunamzingatia kama vile msanii na inabidi tumutie kama vile msanii. Yeah. Nizungumze hapo kwenye swala la shule. Umesema kwamba alikuwepo shuleni, baada ya hapo mkazungumza ikabidi yeye aje. Kwenye upande wa shule, yeye alikuwa ishamaliza tayari kumaliza mambo ya shule au tuseme kwamba ameacha shule akaamua kuja huko kufanya usanii? Hakuna mtu anamaliza chuo, nani shule. Okay. Shule kila siku tunasoma babangu. Okay. Donc kuna malimiti sasa. Hata leo ukipenda sema nisome utakufa hadi paka mwisho na masomo imaliziki. Kusoma ni nini baba yangu, je peux le dire dans d'autres façons. Mimi si Kibembe, tapita shule ya Kibembe, lakini niko licencié, je peux dire c'est un exemple. Niko licencié mu mambo mengi lakini kwa Kibembe tena toka kwa nini? Mwanafunzi. Si ndio hivyo? Labda hapo naamini nilikuwa na swali kidogo la kumuuliza Prophet Dickson kuhusiana na issue ya muziki. Tukimwangalia Prophet Dickson sasa hivi anakuwa ni msanii ambaye anafanya muziki kweli, lakini muda mwingi mashabiki wanakuwa wanatamani kusikia melody zake, lakini anakuwa kimya kwa muda mrefu. Tukizingatia umetuletea msanii mpya na wewe kuna muda unakuwa kimya sana, utawezaje kumanage msanii ambaye umemleta na wakati kwako kwanza kwenyewe muda mwingi unakuwa kimya, unakuwa ufanye muziki? Asante sana jameni, acha nitarepondre pale. Kukala kimya sio ujinga papa. Kukala kimya ni kujipanga kuandaa kitu ambacho kuna mtu anakaa kimya sababu atoe kitu ambacho kitakuwa mstuko kwa watu. Siwezi kufanya muziki kama saa vile samaki ya Biambese. Kuna muda binavuma na muda mwingine binafanya binapotea. Nafanya muziki selo na maetape na mamuda wasema hii muda nikiachia ngoma na inabidi ni transmettre message gani kwa nini kwa bafane bangu. Sijakaa kimya vibaya sema kuna nani, hapana. Mimi kwanza nimeshaambia kwamba mimi ni mfanya biashara jameni. Inabiongea kila siku. Ya defo niko busy sana na maisha tena nyingine ya biashara. Hii muziki nayo ni biashara. Tuko donc je suis polyvalent. Nafanya huku, nafanya huku. Niko kimya lakini mambo iko vizuri mwaka. Na mihakikishia tena narudilia kila mwisho wa mwezi mtapata song yangu ya mpya. Asante sana. Na mihakikishia mbele ya media partout munisikie. Kila mwisho wa mwezi naachia song yangu. Asio. Asante. Tungetaka kujua kitu kingine kutokana na Prophet Dickson. Hapo nyuma tulikuwa tukikuona ukifanya kazi peke yako. Kwa namna fulani ambapo unafanya hapa kama kumtambulisha msanii mpya hapa kwenye tasnia ya muziki hapa kwetu. Labda kuna namna fulani unakwenda kuanzisha label ama tu unafanya hivi ili mradi kufanyia promo msanii wetu hapa, akipata management atakuwa anafanya kiwa kivyake? Hapana. Huyo hapa avaingie, nadhani kwa manager wangu, mnamuita nani manager sorry, manager. Manager wangu hapa yuko ananisikia. Huyo hapa yuko kwenye foundation Kabisa. Ana kwenye label. Kuna tofauti ya label na foundation. Ana foundation BMD. Mnanielewa vizuri? BMD Foundation. Ndio kwenye tulimchagua unaye tusaidie tuendeleshe hii foundation. Na kwenye mkataba anaruhusiwa kufanya na kudilia, anaruhusiwa kufanya kazi na mtu yoyote. Me huyo mtu akwe na vigezo ambavyo tutamuletea. So anaelewa kama foundation. Juu foundation bakikwambia kama foundation ina mangazi za kuachana, mahitaji za kuachana, maetape. Kuna huyu hapa anasimamia kitu fulani na huyu anasimamia kitu fulani. Na ndio maana nimesema ya kwamba huyu eko kwenye foundation, kama itatokea sababu hatujui ya kesho, kama itatokea anaama anaenda tena sehemu nyingine, haina shida, on ne sait jamais dans la vie. Na labda hapo Mwalimu Dickson, swali kwa msanii wetu hapo ambaye tunakwenda kumbatiza siku ya leo katika ulimwengu wetu wa muziki, ambaye tutafanya naye kazi nyingi za kutosha. Mama mtu labda tutaki kufahamu kwanza, vipi upo kwenye ndoa au bado upo single? Siko kwenye ndoa, niko single. Siko marié. Upo marié.
Okay. Na hapo sasa sana. Mwalimu Diki. Alo? Unasema kwamba mtu akitaka kufanya kazi na bimdada hapa inatakiwa na ni lazima kabisa afuate mikakati ambayo mtamwekea ninyi kama management, sawa? Ndio. Na labda sasa itakuwa free kuanzia kesho au inabidi kwanza afanye kazi za kwenye lebo yake ili aanze kufanya hizo kazi za kushirikishwa? Papa hawezi kufanya kazi vile kama yasikia kazi yake. Kazi yake ndio itamtoa na kazi yake ndio itamupa kipawa mbele, hiyo certificate ya kila mtu kumpenda kupitia kazi. Sio bote atampenda. Inabidi kwanza atoshe kwanza kazi yake. Ndio mtaelewa navutiwa na melody yake ama navutiwa na wimbaji wake. Nafanya kazi. Lakini hapo pia mimi ni ombi kidogo kwa msanii wetu hapa, ili unajua hatuwezi tukauziana mbuzi kwenye tenga. Bahati nzuri hapa hamna mbuzi. Si eti kabisa hamna mbuzi. Tulikuwa tunaomba kidogo, unajua sasa hivi watu masikio yapo wazi kujaribu kusikiliza kitu chochote kutoka kwa msanii wetu hapa. Labda ningeomba tu atumie sekunde kadhaa kujaribu kutonesha kipaji chake kupitia wimbo wa msanii yeyote au kupitia madini yake kama yeye. Itapendeza sana. Ya pia kabla ya kuanza kuimba na swali kwa niaba ya msanii wetu hapa. Karibu kwanza kwenye industry ya nyumbani. Asante. Ya muziki hapa ni vita. Merci. Ya. Na swali langu liko hivi. Hapa kambini wasanii wengi wa kike washawahi kufika na washawahi kufanya vizuri. Lakini wapo wengi ambao wameishia kushia kwenye ndoa na kupata wapenzi Marekani na kuachana na muziki. Wewe sio wa kwanza kufika. Swali langu nataka niulize, je, umekuja kwa niaba ya kufanya kazi ama umejipangaje kuwasiliana na vita ambayo umeikuta hapa nyumbani? Mie kwanza mimi nakiafa kazi. Ile ni ya kwanza. Na ile wasema vita iko tu. Sio kumuziki. Avasi aanza hii muziki nilikuwa na vita sana na marafiki tu. Lakini mwanzo mnasemaka nilikabiliana nayo. Ya. Na hii nyingine tumche Mungu tu mbele, Mungu jogo yote. Na sitasema ndaweza, jua hakuna mwanawezaka. Ndajitahidi. Au sio? Mtu aliyekutambulisha siku ya leo ni Prophet Dickson, tunamfahamu, ni mwanamuziki hapa nyumbani. Na ametuambia kuwa unaweza kupiga style zote za muziki lakini hujui hip hop. Na pia hapa kuna wasanii wa kike ambao wametangulia ambao wanaweza style zetu lakini kutoa hip hop, wakiwemo Stasha na Dogo Zoo ambao wanafanya vizuri sasa hivi. Nataka nifahamu vipi umejipangaje pia kuhusiana na swala kama na ile kukabiliana na labda mashindano ama mvutano wa mashabiki? Hiyo kisoko kwa sielewi, unasikia Kiswahili kia nguvu sana. Ongea kujilia tena juu nielewe mzuri. Ongea Kiswahili hapo. Ongea Kongo anamaanisha hivi. Hapa kambi ndoko na basanii bawili banamuke. Bebako banaimba nabo style zote isipokuwa tu hiyo kurapua. Hapa. So umejipangaje kuhusiana na vita ya basanii bawili banamuke? Huko Stasha na Dogo Zoo. Kujipanga. En fait, c'est wote ni kazi ndio tuko nafanya. Ye Dogo Zoo kwa mkazi na wewe mwingine kwa mkazi na mimi kwa mkazi. Tukikutana tunapiga kazi. Afu unajua nini? Kikubwa hapo, dondosha kitu hapo afu. Tusikie sound kwanza. Unajua nini? Unajua kikubwa hapo, kitu kikubwa hapo mimi naamini mtu ambaye amekufikiria ni mtu ambaye ana madini mengi ya kukufanya, yaani ana njia nyingi za kukupitisha. Kwa kikubwa ukizingatia hapo na imani tutafika pakubwa. Tamaa weka mbali kidogo lakini dondosha kwanza kitu hapo. Tuna madini mengi na wewe. Okay, kutia nani hapo nyimbo siwezi shindwa lakini sauti mnasikia. Mwapeke mnasikia gisi iko mta comprendre kidogo. Haina shida. Ndaimba kwanza yenye mie sitaimba mwenzangu. Donc c'est l'amour qui me raveugle vers toi. Ezali lokola ya bana mike pona yo chérie. J'espère que mnasikia mimi achapali. Twende kwa Kiswahili. Maana hapo tunasikia sasa hii tulitoa Kiswahili. Wange sasa ni nitoe Kiswahili ndatoa mwingine muziki ya mwingine. Ya tieni yoyote mimi na chorale. Sisi tunataka tusikie melo. Yaani kwa sauti yako. Lakini sasa sauti kaka.
Même une chanson religieuse. Kidogo lugha hapo. Okay, kabla hajaimba mimi nilikuwa na swali kidogo kwa Prophet Dickson. Yeah. Labda ungemwachia tu kidogo amalize hapa ili awe free au sio? Okay. Mpenzi wangu kweli nakupenda. Unajua njoo na wanitesa sio siri, yani wanipa pressure. Sasa Prophetiki, mimi na swali moja ningependa kwanza kukuuliza. Twende mkiswali kia Kongo. Sawa Kongo. Yeah. Je, ni kitu gani kiuliona kwa ufiki kilikuvutia tofauti na basani bengine ba hapa kambini? Donc je peux dire que inspiration yake mtoto yuko bien, gisi unavyomuona, sauti yake gisi alivyo. Unajua kuna kitu kingine kinalipa kwa kenyewe. Ndio. Ukishakiona tutasema hiki kitu hiki ni ugali kinalipa. Kizuri kiafanya nini? Kiajiuza. Tusilandane bongo papa. Yeah. Nilivyomuona taye yake, juu inakuona makriteri ya kuangalia msanii wa kike. Attention, mes chers amis, tusilandane bongo. Msanii wa kike inabidi msanii ambaye anavutia mbele ya watu. Msanii ambaye anaeleweka. Sio msanii kuna kamukonzo, kamukombokolo, kamukulu keko sa vile yaka kilole aka hivi asema huyu ni msanii. Hata nifezeresha mimi itakuwa bituko kumedia. Donc mimi naangalia kwanza aspect kwanza yake. Mambo mengine kuna mtu alizalika kama mimi, nilizalika niko naimba hapana. On fait l'entraînement ici, tunafanya nini? Mazoezi hapa duniani na tunafikia. Umeelewa vizuri? Leo ukisikia sauti ya Davido ana sauti nzuri ya kuimba. Lakini kupitia kazi ambayo anafanya na tunampenda. Bana boy vile vile. Tukiangalia tumuko watu kweli mnasikia sasa huyu sauti yake haifai huyu lakini ana kartone. Joke nilimuona ngoja nikazie hapo. Yeah. Je, kuna labda msanii mwingine yote ambaye aliwahi labda kukusogelea kwa kutaka kujiunga na wewe kimuziki? Wapo. Kama yeah. No, siwezi kubata kwa media juu nisiba promote bure. So kwa upande wangu labda nilikuwa na swali kidogo. Yeah. Kuhusiana na hapo. Nikianukuu maneno yako umesema kwamba wamama walete watoto wao kwa ajili mfanye kazi. Hapa nilitaka tuwekane wazi. Prophet Dickson kuanzia sasa hivi ama kuanzia muda gani yupo razi kupokea msanii yeyote ule ambaye atakuwa na kipaji wa kike ama wa kiume kwa ajili ya kufanya naye kazi? Yeah, kuna langaji mnaongeaka kila siku, hii langaji inaongelewa kama wamama tunaweza. Sio sema naongeaka kila siku. Kabisa. Mwanamke hawezi, mwanamke anawezeshwa. Akiwezeshwa anaweza. Umenielewa vizuri? Akiwezesha afanye nini? Anaweza. Si asikulande mtu bongo papa. Mwanamke hawezi peke yake. Paka awezeshwe. Kwa nini nasemea kwa wanawake juu hapa Tanzania wanasema tuache wanawake kipawa mbele. Unanielewa vizuri? Kabisa. Leo bafie ba mingi banayoa imba, unaangalia kwa fie, ananyoka vizuri unaangalia na kipaji, unamuuliza kwa nini wakataka kuingia muziki? Yo, naogopa community wa jamii itasema kama mimi nakuwa malaya tu sana. No. Wa malaya tunaishi nao manyumbani na wanaishi na wazazi wao. Ananunua simu kali baba ajui, baba aka mkokoli, aka telefoni kama buto. Lakini si fia na nini? Ana nini? Ana iPhone. Ajui baba kwenye mtoto wake alitoa. Okay, poa. Tumekusikia. Swali moja kwa Prophet Dickson. Ndio. Umemtambulisha msanii mpya siku ya leo. Ndio. Na hatujui kwa atakuwa anatumia account gani kwanza. Atatumia account yake. Ya kwake pekee yake. Yeah. Okay, poa. Tunavyofahamu hapa nyumbani wengi huaga tunaleta wasanii wa kike. Lakini baada ya miaka inavyokwenda anakuja kugeuka mke wake ama mpenzi wake. Itatokea kwako pia? Okay, acha nibiweke wazi. Nadhani hiyo kesi nilikuwa naitafuta sana na ndio maana nimekokota kukote puke nimiweke wazi. Papa, moi je fais le travail, nafanya kazi. Na kwenye kazi kuna kazi na mambo ya mapenzi. S'il vous plaît. Ukichanganya vitu viwili, kazi na mapenzi, papa utakosa kitu kimoja. Kama ni mapenzi, singelimtia kwenye media. Na jamais hata siku moja mtu aonaka mtu wangu asema huyu anajipresenter. Sasa mimi ndio natoka na Prophet Dickson jamais. Huyu hapa anakuwa kikazi na namheshimu. Na bibi naye niheshimu kama vile mfanyakazi. Nishawahi kufanya kazi na nishawahi kufundisha. Mwe benye mnajua kwenye mashule huku kuna watoto warembo tu sasa, lakini nilikuwa najiheshimu na kuya kikazi na wewe anakuwa kwenye kikazi. Bato hiyo image ya kusema kwamba directement huyu atatokelea kuwa mke wangu, mimi nina mke. Nina mke wangu na yeye atapata mke mezesikize. Munielewe Kiswahili hiki ni Kiswahili vraiment muibebe vile vile. Na yeye atapata mume wake ambaye atampenda. Huyu anakuwa ni kikazi ya kukia mambo ya mapenzi. Tuko kikazi. Moja ya swali pale. Moja ya swali kuhusiana na wewe umesema kwamba ametoka Kongo na mpaka sasa hivi yuko hapa. Swali hivyo hivi. Kuhusiana na wewe upande wako, kwa nini haukufanya usajili wa kumsaidia msanii wa kiume mpaka uje uchukue mwanamke? Papa,
Acha nibiweke wazi. Mwanamke ni mtu ambaye anakuwa vigilante sana kwa kufanya kazi. Yesu alijaribiwa na nani? Mwanamke. Eva nani Adam na alijaribiwa na nani? Samsoni. Mbavu moja mwanamke wote. Eske unaelewa vizuri? Samsoni nani? Ukiwa katili papa leo, batakuweza wewe kupitia nani? Mwanamke. Niliona hapa wanakuwa makini sana mpaka posi bagason. Ukimwambia fanya hiki anafanya. Ukimwambia fanya hiki anafanya aveke nini aveke hisia. Juzi tunafanyaka kwa kufanya ndio nini ya par sentiment, yani atufaki vitu sa vile nini. Na ndio maana nasema kwamba nimeamua kumuleta kwa sababu unajua kitu kiko mwake na nasema utamwambia afanye hiki na atanielewa. Ikitokea lebo yote kubwa ambayo inataka kumchukua hapa kambini, anaruhusiwa kwenda? Haruhusiki kwenda. Kwa nini? Na kati amekuja kazini. Aya, merci beaucoup. Sababu yuko deja kwenye kazi. Na tayari yuko kwenye lebo. Na tayari yuko kwenye sio ta lebo, fondation. Kwenye foundation. Yeah, yuko kwenye foundation. Ni vigumu sana ndugu wangu. Huyu tungetaka kwanza kujua Prophet, mikataba yako imekaaje kuhusiana na kazi ya muziki, lakini pia dada yetu. Huyu dada. Yes. Yaani niweke wazi. Yes. Na sitakuwa ni siri kuweka. Yaani huyu papa. Pardon, siwezi kuweka mambo mkataba contrat na mie. Hapana, mkataba inakuwa ni kati ya watu wawili. Kwa sababu mfanya kazi na mumiliki wa kampuni. Ndio banaandikia naka nini mkataba. Mkataba wangu mwisho wa mwezi utakuwa nakulipa 10,000. Umekubaliana? Ndio. Weka saini hapa. Naleta sasa masharti. Inabidi ufike kazini muda wa saa 1:30. Kazi inaanza. Ndio. Na inabidi utumike du lundi au vendredi. Si unasoma kwenye mkataba, susha kubali na usha tia pale sign. Hata nsopa hapa na signature. Sign ni kitu kibaya jameni, tusidanganyane. Wakati unapotia sign, yani unaamua comment je peux dire? Non, nani unajua unakubaliana na charge yote ambayo itakutokea. Adivene kipura. Chochote kitakuwa wewe kwa ya ndio kama itakuwa kifo, nimesha saini kama ni kifo. Ukikumbuka mwanzoni hapo ulidai kuwa yupo uhuru kufanya kazi na msanii yote yule, lakini pia kwa kile kitakachotokeza chochote kile mbeleni awe tayari kuondoka. Na ndio maana niulize hili swali. Mikataba yako imekaaje, kwa sababu swali la jamaa hapa alikuuliza kuwa anaruhusiwa kwenda kwenye kundi lingine lolote ile akijisikia kutoka sema no. Kwa maana nitaka uweze kutufungulia hapa. Au kumuelewa swali yake papache nikudilie. Alisema hivi, anakubaliwa lebo nyingine yeye msajili. Ndio kisa hivi niuliza hiyo question. Ndio. Nilisema kwa mambo pula kwa mfake. Akijisikia kutoka yeye mwenyewe. Ndio. Akijisikia sema hapana baba, hapa mimi natafuta kutoka, tutakaa chini. Tutaviongea kulikuwa shida gani? No, mimi najisikia tu. Elle est libre, eko na uhuru. Sasa sio kama ya kabeni ama tuma nini njoo mnaita kwa nini? Tuma nini mlisema lebo kalebo fulani nasema tunatafuta mbeba huyu. Hapana. Yeye mwenyewe kuna nani? Maana akitoka hapa kwangu atakuwa deja alishaivia. Okay, poa. Atakuwa ameshaivia deja na faida ya kwake mwenyewe. Labda turudi nyuma kidogo kwenye masuala ya uimbaji. Oui. Umesema kuwa anapiga style zote. Oui. Na ametuonesha hapa style yake pia na sauti yake tumesikia japokuwa changamoto za sauti. Ndio. Okay, poa. Swali liko hivi. Hapa kambini wengi tumesoma. Ndio. Lakini kujua lugha kuna ugumu ndani yake kwa sababu tunasoma kwa sababu ya kulisha wazazi, sio kwa sababu ya kujua lugha. Na huyu hapa lugha ambayo anaimba ni ngeni nyumbani kwetu. Hisi kama itamletea changamoto? Haiwezi kumletea changamoto. Kwa nini nasema hivyo? Avaya ba mikandaka bakwana tafsiri hapa picha hapa Tanzania. Tulikuwa nafataka picha bila mkandaka. Eske mimi nalanda bongo? Tusiseme bongo mes chers amis. Hata bazazi bananielewa. Tulikuwa nafuata picha bila mkandaka wowote. Upo vizuri maana hata falipu. Yaani lugha yake ikubaliki, haieleweki na kila mtu. Watu wanapenda ni melody. Mnanielewa vizuri? Yaani muziki ikala je mbele ya jamii. Papa, moja wapo vitu ambavyo nimependa kwako kwanza ni kumweka huru na kusema kwamba tumia account yake. Ndio. Kitu ambacho nimependa, na pia nimependa kitu kingine umesema kwamba katika kazi wewe na mapenzi wagao mix. Alafu ukiangalia hapa unafanya kazi na mtoto mzuri, maana mtoto amejeleza vizuri tofauti sijaona mwingine. Nilikuwa na swali kwa mgeni wetu ambaye ametutembelea au ambaye anakwenda kutambulishwa. Ni kitu gani ambacho ulichovutiwa nacho kulingana na muziki ambao Prophet Dickson anaufanya? Prophet Dickson ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya muziki kidogo tofauti kulingana na usomi alionao. Sasa kwa upande wako wewe,
hapa kwetu katika mji wetu huu wa kujidai kuna wasanii wengi ambao pia wana majina kama ambayo alionao nani Prophet Dickson. Ni kitu gani ambacho ulichovutiwa nacho kutoka kwa Dickson hapo? Kiliniatire sana kutoka Mbela Media, we maximize your potential.